Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei anasema kwamba mazungumzo kati ya taifa lake la Iran na Marekani hayataweza kuzaa matunda. Ayatollah Al-Khamenei amesema mazungumzo ya nyuklia na Marekani hayawezi kuzaa matunda yoyote kutokana na kile kinachofanywa na Marekani. Kiongozi mkuu huyo wa kidini amesema kuwa hali iliyopo wakati huu ni ngumu sana kuweza kuhakikisha kwamba kuna uwezekano wa kumalizika kwa mzozo wa kidiplomasia kuhusu shughuli za urutubishaji madini ya uranium wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Akizungumza siku ya leo ya Jumanne, Khamenei amesema hadharani kama mazungumzo haya yatakuwa na matokeo yoyote na hawajui kitakachotokea. Kulingana na kiongozi huyo wa kidini, Iran inanyimwa haki ya kurutubisha madini ya urani, ni kosa kubwa kwake. Al-Khamenei anasema kwamba Iran haitoweza kukubaliana na jambo hilo, kwamba iachane na urutubishaji wa nyuklia. Hata hivyo, kutokana na kauli iliyotolewa na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump katika Mashariki ya Kati, amesema Marekani haitokubali makubaliano yoyote ya nyuklia na Iran ambayo yatairuhusu Tehran kuendelea kurutubisha madini ya urani. Hata hivyo, Iran imepuuzilia mbali matakwa hayo kama yasiokuwa halali, lakini imesema iko tayari kuendelea na mazungumzo, huku Ayatollah Al-Khamenei akisema kwamba hakuna uwezekano wa kukubaliana na jambo hilo. Katika mahojiano na ABC News siku ya Jumapili, Witkoff alisema kwamba wakati utawala wa Trump unataka kusuluhisha mzozo kati ya Iran kidiplomasia, tuna mstari mmoja mwekundu ulio wazi sana, na huo ni utajiri wa urutubishaji wa uranium wa Marekani wa Iran. Hatuwezi kuruhusu hata 1% ya uwezo wa kujitayarisha, alisisitiza. Utajiri huwezesha utumiaji silaha na hatutaruhusu bomu kufika hapa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye pia alipuuzilia mbali matakwa hayo kuwa hayatatekelezeka na kusema Tehran itaendelea kurutubisha uranium, ambapo amesema haitarutubisha kwa ajili ya kutengeneza silaha ya aina yoyote ya nyuklia. Pia alipendekeza kwamba Marekani imejitenga kabisa na ukweli wa mazungumzo. Araghchi ameongeza kuwa Iran iko tayari kuonyesha kwamba haitaki kutengeneza silaha za nyuklia. Ikiwa Marekani ina nia ya kuhakikisha kuwa Iran haitakuwa na silaha za nyuklia, makubaliano yanaweza kufikiwa na tuko tayari kwa mazungumzo ya dhati kufika suluhu ambalo litahakikisha matokeo haya milele, alisema waziri huyo wa mambo ya kigeni. Iran hadi sasa inarutubisha 60% ya uranium, jambo ambalo Marekani na washirika wake wanadhani huenda ikawa na mabomu karibia 4 hadi 6 ambayo ya nyuklia ambayo yamerutubishwa katika taifa hilo la Kiajemi. Iran na Marekani hadi wakati huu zimefanya awamu 4 ya mazungumzo ya nyuklia tangu Aprili 12, hayo yakiwa mazungumzo yaliyohusisha maafisa wa ngazi ya juu wa nchi hizo mbili hasimu tangu Marekani ilipojiondoa kwenye makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Pande hizo mbili zimethibitisha mipango ya kufanya duru nyingine ya mazungumzo wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa Mei 11, ambako Iran iliuelezea kama mgumu lakini wenye tija, huku afisa wa Marekani akisema kuwa Washington imetiwa matumaini. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.